Miji mikubwa kote Sudan ikiwa ni pamoja na mji mkuu wa Khartoum na mji wa pwani wa Port Sudan imeingia gizani baada ya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani kugonga kiwanda muhimu cha umeme mashariki mwa nchi hiyo. Moto na moshi ulipanda kutoka katika kituo hicho kilichopo Atbara, jimbo la Mto Nile siku ya Alhamis, ambacho kinadhibitiwa na vikosi vya jeshi la Sudani vinavyoungwa mkono na serikali na kushambuliwa na vikosi vya usaidizi wa haraka vya kijeshi RSF katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea ambavyo vimegawanya taifa. Video zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha kituo cha umeme kikiwaka moto. Maafisa wa kituo cha umeme walisema wanajeshi wawili wa ulinzi wa raia waliuawa walipokuwa wakijaribu kuzima moto uliozuka baada ya mgomo wa kwanza, na kuongeza kuwa wafanyakazi wa uokoaji walijeruhiwa wakati ndege ya pili isiyo na rubani ilipogonga walipokuwa wakipambana na moto huo. Mwandishi mmoja wa shirika la habari huko Port Sudan aliripoti kwamba wakazi hapo awali walidhani kukatika kwa umeme mara kwa mara kulitokea, lakini wakagundua kuwa kulihusishwa na matukio huko Atbara, takriban kilomita 320 kaskazini mwa Khartoum. Aliongeza kuwa mashambulizi kama hayo yamekuwa yakitokea mara kwa mara katika vita vya Sudan. Tumeona hili mara nyingi katika mwaka huu wa sasa na mwaka jana. Ndege zisizo na rubani za RSF zinasafiri maelfu ya kilomita kote Sudan kwa sababu zinafikiri ni njia ya kuidhoofisha serikali na kuwathibitishia watu kwamba haziwezi kulindwa na serikali hii ya kijeshi, alisema. Shambulio hilo linaashiria ongezeko la hivi karibuni katika kampeni mbaya ya ndege zisizo na rubani ambayo imewaua raia wasiopungua 104 katika eneo la Kordofan nchini Sudani tangu mwanzoni mwa mwezi Disemba. Shambulio hilo baya zaidi lilikumba shule ya chekechea na hospitali huko Kalogi, Kordofan Kusini, ambapo watu 89 walifariki wakiwemo watoto 43 na wanawake 8. Walinda amani 6 wa Bangladesh waliuawa wakati ndege zisizo na rubani ziliposhambulia kambi yao huko Kadugli mnamo Disemba 13 na kumfanya Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kuonya kwamba kuwalenga walinda amani kunaweza kuwa uhalifu wa kivita chini ya sheria za kimataifa. Siku moja baadaye, hospitali ya kijeshi ya Dilling ilishambuliwa kwa moto na kuua watu wasiopungua 6 na kujeruhi 12, wengi wao akiwa wafanyakazi wa matibabu. Matumizi ya ndege zisizo na rubani yameenea sana SAF na RSF katika miezi ya hivi karibuni. Kulingana na shirika la utafiti la kituo cha mafunzo ya mikakati cha Afrika lenye makao yake Marekani, mashambulizi 484 ya ndege zisizo na rubani yalitokea katika nchi 13 za Afrika mwaka 2024, huku Sudani ikihesabu 264 kati yao, zaidi ya nusu ya jumla ya bara. Kufikia Machi 2025, kiwango cha mashambulizi hayo kilikuwa kimeongezeka zaidi, huku SAF ikidai kuwa iliangusha zaidi ya ndege zisizo na rubani 100 katika siku 10 pekee. Sudan ilitumbukia katika machafuko mwezi Aprili 2023 wakati mzozo wa madaraka kati ya SAF na RSF ulipozuka na kuwa mapigano ya wazi. Vita hivyo vimewaua zaidi ya watu 100,000 kulingana na baadhi ya makadirio, lakini idadi halisi ya vifo bado haijajulikana. Mgogoro huo umesababisha kile ambacho Umoja wa Mataifa unakiita mgogoro mkubwa zaidi wa kibinadamu duniani, huku zaidi ya watu milioni 14 wakilazimika kuhama makazi yao na angalau milioni 30 wakihitaji msaada muhimu. Zaidi ya watu 40,000 wamekimbia Kordofani kaskazini pekee, huku raia wakibaki wamenaswa katika miji iliyozingirwa. Kwa mwaka wa 3 mfululizo, Sudani iliongoza orodha masuala ya dharura ya Kamati ya Kimataifa ya Uokoaji iliyotolewa siku ya Jumanne, huku ufadhili wa kibinadamu duniani ukipunguwa kwa 50%. Kura ya maoni ya wakfu wa Thomson Reuters iliyohusisha mashirika 22 ya misaada iliitaja Sudani kuwa janga lililopuuzwa zaidi duniani la mwaka 2025. Mkuu wa WHO Tedros Adhanom alifichua Jumatano kwamba zaidi ya watu 1600 wameuawa katika mashambulizi 65 dhidi ya vituo vya matibabu kote Sudan mwaka huu. Kila shambulio huwanyima watu wengi huduma za afya na dawa, alisema. Saif Magango, msemaji wa ofisi ya haki za kibinadamu ya Umoja wa Mataifa, pia aliambia shirika moja la habari siku ya Jumatano kwamba ukatili wa kijinsia pia unaongezeka kwa kutisha, huku wanawake wakibeba gharama kubwa zaidi ya mzozo huo. Wanawake wanakabiliwa na ukabaji wa genge huku wakijaribu kukimbia mauaji na mabomu, alisema, akielezea hali mbaya zaidi huko El Fasher. Mapigano makali zaidi sasa yamehamia kutoka Darfur hadi maeneo ya kati ya nchi, ambapo nchi imegawanywa kati ya maeneo yanayodhibitiwa na RSF na SAF. Ripoti iliyotolewa siku ya Jumanne na maabara ya utafiti wa kibinadamu ya shule ya afya ya umma ya Yale iligundua kuwa vikosi vya RSF vilishiriki katika kampeni ya kimfumo ya wiki nyingi ili kuharibu ushahidi wa mauaji ya halaiki huko El Fasher kupitia mazishi, kuchoma moto na kuondoa mabaki ya binadamu baada ya jiji kuanguka mnamo Oktoba.